Kisa cha mkulima mwenye umri wa miaka 52 aliyejulikana kwa jina la Michael DuPont kutoka katikati mwa Ufaransa kimeibua mjadala kuhusu haki za wamiliki wa ardhi pale ambapo madini yenye thamani kubwa yanapogunduliwa mashambani mwao. DuPont ambaye alikuwa akikagua kijito katika shamba lake aliona kung'aa kwa udongo na kugundua kile ambacho sasa kinatajwa kuwa mojawapo ya maeneo yenye akiba kubwa ya dhahabu kuwahi kupatikana katika historia ya Ufaransa. Thamani yake ikikadiriwa kufikia zaidi ya dola bilioni 4 za Kimarekani. Hata hivyo, chini ya sheria ya madini ya Ufaransa, madini yote yaliyoko chini ya ardhi ni mali ya taifa na si mali ya mmiliki wa ardhi. Hii ilimnyima DuPont haki yoyote ya moja kwa moja ya kumiliki au kufaidika na dhahabu hiyo. Licha ya uwezekano wa kuwasiliana na mamlaka husika na kuomba leseni ya utafiti wa madini, mchakato huo unaelezwa kuwa muda mrefu, wa gharama kubwa na usio na uhakika wa mafanikio. Vile fidia kwa wamiliki wa ardhi kama DuPont hata baada ya uchimbaji kuidhinishwa, mara nyingi ni malipo ya matumizi ya ardhi au fidia ndogo ya uharibifu. Huwa ni kiasi kisichomnufaisha sana mmiliki wa ardhi. Visa kama hivi si vya Ufaransa pekee. Katika nchi nyingi za Afrika, Asia na hata baadhi ya mataifa ya Ulaya, sheria zinazotenganisha umiliki wa ardhi na madini zimekuwa chanzo cha migogoro kati ya jamii na serikali au madini ya kampuni. Wito umetolewa kwa serikali ya Ufaransa na mataifa mengine kuangalia upya mifumo hii ya kisheria ili kutoa nafasi kwa wamiliki halali wa ardhi kushiriki katika uchumi wa rasilimali asilia zinazopatikana kwenye maeneo yao. Mapendekezo yamejikita kwenye marekebisho ya sheria kuhusu wamiliki wa ardhi kupata mgao wa mapato, kuwashirikisha wakulima na jamii katika maamuzi ya leseni na uchimbaji, kuweka mifumo ya uwazi na uwajibikaji kwa wawekezaji wa sekta ya madini. Kwa sasa DuPont anabaki kuwa mfano halisi wa changamoto zinazokumbwa na wamiliki wa ardhi duniani kote. Kumiliki ardhi lakini kunyimwa thamani halisi ya kilicho chini yake. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.